Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu. Ninamshukuru Mungu tena aliyetupa nafasi nyingine njema ya kuiona siku ya leo, siku iliyojaa baraka, siku iliyojaa neema na siku iliyojaa kibali. Nichukue nafasi hii kukaribisha tena katika kipindi chetu kizuri cha maombi. Kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu David Neikali. Karibu sana wewe unayenisikiliza na kunifuatilia mahali. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Usiache kulike na kushare na kusubscribe channel hii ili uendelee kupata mtiririko wa vipindi ambavyo tunakuwa tunavirusha kwenye channel hii. Na kabla sijakuletea ujumbe wa neno la Mungu wa siku hii ya leo, ninataka tuchukue nafasi hii ya kwenda mbele za Mungu kumshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe wa leo. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua na tunakutukuza. Pokea sifa, heshima na utukufu na uweza na shukrani zinawe Mungu wetu. Nasi tunanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari na wenye nguvu. Asante kwa kutusaidia na kutuwezesha na kutupa tena nafasi ya kuja mbele zako kujifunza neno lako. Pokea sifa na heshima na utukufu. Roho Mtakatifu ulio katikati yetu, tufunulie akili zetu tukapate kuyaelewa na maandiko. Nisaidie mimi mtoto wako na mtumishi wako kulisema neno lako kwa hekima na ufahamu na ujasiri wote na maarifa yote, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kila mmoja atakaposikia ujumbe huu, Bwana, ninaomba ujumbe huu kazae matunda ndani ya moyo wake, ukakuzalie 100, 160 na 130 kwa utukufu mkubwa wa jina lako. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu ambaye alitupa kichwa chetu cha somo kinachosema siri za kuomba kwa kunena kwa lugha. Siri za kuomba kwa kunena kwa lugha. Na tuliona mtiririko wa siri 3 zilizokwisha kupita, na leo nataka tuangalie siri ya 4. Na siri ya 4 ni kunena kwa lugha kunafunua siri za Mungu na kushughulikia siri zilizofichwa ndani ya watu. Kuna mambo mawili hapa. Kunena kwa lugha kunafunua siri za Mungu, hilo ni jambo la kwanza tutaliangalia. Na jambo la pili ni namna gani kunena kwa lugha kunaweza kushughulika na siri zilizofichwa ndani ya watu. Nataka upate kujua lengo la somo hili ni kukufunulia siri zilizofichwa ndani ya Biblia ili uweze kuimarisha mahusiano yako na Yesu Kristo na kuishi maisha ya ushindi wa kiroho kwa njia ya maombi. Lengo la somo ni kukufunulia siri zilizoko ndani ya Biblia ili uweze kuimarisha mahusiano yako na Yesu Kristo na kuishi maisha ya ushindi wa kiroho kwa njia ya maombi. Wapendwa watu wa Mungu, maombi ya kunena kwa lugha si maombi ya kawaida. Ni maombi yanayofanyika katika kiwango cha roho. Ni maombi yanayofanyika katika kiwango cha kiroho zaidi kuliko maombi mengine yoyote. Sisemi kwamba maombi mengine hayafanyiki kwa viwango vya kiroho, yana viwango vyake vya kiroho, lakini maombi ya kunena kwa lugha, kumbuka, ni roho yako ina communicate na ulimwengu wa roho moja kwa moja. Lakini maombi haya tunayoomba kwa Kiswahili, kwa Kiingereza, kwa lugha za asili ambazo tumezaliwa nazo, haya maombi yanajaribu kutoa, yani ni communication inayotoka kwenye ulimwengu wa mwili kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unataka uone tofauti ya kunena kwa lugha na kuomba Kiswahili. Ukiomba Kiswahili maana yake ni kama una push kutoa vitu kutoka kwenye ulimwengu wa mwili unavipeleka kwenye ulimwengu wa roho. Lakini unapoomba kwa kunena kwa lugha, maana yake unafanya mawasiliano ya roho yako na roho wa Mungu, au unafanya mawasiliano na Mungu moja kwa moja. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo nataka ufahamu kwamba kunena kwa lugha ni kitu cha kibiblia kabisa, japo kuna watu wengi wanasema hizo ni lugha za mapepo, ni lugha za kishetani, ni lugha ambazo mmeiga. Lakini nataka niseme, maadamu kitu hicho kipo ndani ya Biblia, nataka nikwambie, mimi nitaifuata Biblia siku zote za maisha yangu. Na wewe kama unanisikiliza na kunifuatilia, ifuate Biblia, kwa sababu kuna mafundisho ya aina nyingi yameibuka kwa ajili ya kupinga hichi kitu cha kunena kwa lugha. Hichi kitu cha kunena kwa lugha si kitu cha mtu binafsi, sio mafundisho ya kuibua, ni mafundisho kabisa yaliyoko ndani ya Biblia. Na sisi wa Kristo tunaamini katika Mungu mmoja ambaye amebeba nafsi 3, ambaye ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sasa tunapomzungumzia Roho Mtakatifu, lazima hatutaacha kuzungumzia kipengele cha kunena kwa lugha. Sasa nataka tuangalie
ni namna gani, nataka tuangalie jambo la kwanza, ni namna gani kunena kwa lugha kunaweza kufunua siri za Mungu. Nimekuambia kuna mambo mawili tutaangalia. Kutokana na hiyo siri ya 4, nimekuambia siri ya 4, kunena kwa lugha kunafunua siri za Mungu na kushughulika na siri zilizojificha ndani ya watu. Kwa hiyo sasa nataka tuangalie kipengele cha kwanza, kwamba kunena kwa lugha kunavyoweza kufunua siri za Mungu. Tutaongozwa na andiko lile la Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 2 na mstari wa 9 hadi ule mstari wa 11. Wakorintho wa kwanza mlango wa 2 na mstari ule wa 9 hadi ule mstari wa 11. Biblia inasema hivi: lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Hata mafumbo ya Mungu. Maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Kwa Kiswahili kingine anasema huchunguza hata siri za Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaweza kuchunguza hata siri za Mungu, na akatupatia siri hizo kwa sisi tunapofanya maombi ya kunena kwa lugha. Nataka tuangalie ule mstari wa 11. Anasema, maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Kwa hiyo unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, nilikwambia ni Roho Mtakatifu anaomba ndani yako. Yaani ni Roho Mtakatifu anaomba ndani ya roho yako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sasa nataka tuangalie hapa kwenye mstari wa 10. Roho Mtakatifu anaposema kwamba Roho Mtakatifu huyachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Kwa hiyo unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, kuna siri zilizoko ndani ya neno la Mungu. Kuna siri zilizoko ndani ya moyo wa Mungu ambayo Mungu anaweza kuzifunua kwako. Na kama kuna mambo ambayo yamekuwa ni mafumbo kwenye maisha yako, Mungu anaweza kuyafumbua. Kuna siku moja niliwahi kuota ndoto nimepewa mlango fulani ndani ya Biblia. Yaani nilipewa kitabu fulani ndani ya Biblia, chapter fulani ndani ya Biblia. Sasa nikawa nikisoma ile chapter sipati chochote. Yaani sioni kitu chochote kwenye hiyo chapter ambacho kinaweza kikanisaidia mimi. Sasa nikawa namuuliza Roho Mtakatifu, hapa nafanyaje? Kadri ninavyozidi kusoma sioni kitu. Nasoma, nikaamua kuomba. Nikaanza kufanya maombi ya kunena kwa lugha kama lisali moja. Baadaye nilivyorudi kusoma ndani ya ile chapter, Mungu alinipa mafunuo ya ajabu, na kupitia mafunuo hayo maisha yangu ya huduma, maisha yangu yalibadilika kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaweza kukupa siri za Mungu pale unapoanza kufanya maombi ya kunena kwa lugha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yani unaponena kwa lugha, Mungu humruhusu Roho Mtakatifu afunue siri zake kwako. Yani Mungu anamruhusu Roho Mtakatifu mfunulie siri hii. Unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, kuna siri zitafunuliwa kwako. Na kitu kingine, unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, Mungu anaachilia ufunuo ambao macho hayajaona wala masikio hayajasikia. Ndio ule mstari wa 9 tunaona. Kwenye ule mstari wa 9 tunaona anasema kwamba, lakini katika mambo yaliyoandikwa ambayo jicho halikuyaona. Kwa hiyo haya mambo yameandikwa, lakini jicho halijayaona wala sikio halijayasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Kwa hiyo unaona kwamba unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, kuna mambo ambayo jicho halijayaona wala sikio halijayasikia. Hayo mambo Mungu anaweza kukufunulia, na Mungu anaweza kukufunulia pale utakapofanya maombi ya wewe ya kunena kwa lugha. Kwa hiyo usidharau maombi ya kunena kwa lugha, yanafunua siri za Mungu. Kwa hiyo kama unataka kutembea kwa mafanikio mwaka 2025 na 26, nataka nikwambie, fanya maombi ya kunena kwa lugha. Mungu akikufunulia tu siri yake kidogo tu,
maisha yako yana change moja kwa moja. Nataka nikupe mfano mmoja ndani ya Biblia, mtu ambaye alifunuliwa siri za Mungu na maisha yake hayakuwa kama yalivyokuwa. Naomba tusome kitabu kile cha Ayubu, ule mlango wa 29. Nataka tuone, kwa sababu napozungumzia siri watu wanafikiri kwamba ni kitu cha kawaida. Mungu akikufunulia tu siri, au siri ya Mungu ikiwa kwenye maisha yako, basi everything ina change. Anasema, kisha Ayubu akaendelea na mithali yake na kusema, Ayubu 29 mstari wa kwanza na wa pili na watatu, naendelea mpaka ule mstari wa 4 mpaka mstari wa 5. Anasema Ayubu 29 mstari wa kwanza, anasema, kisha Ayubu akaendelea na mithali yake na kusema, laiti ningelikuwa kama ilivyokuwa katika miezi ya kale, kama katika siku Mungu aliponilinda. Mstari wa 3 anasema, hapo taa yake ilipokuwa juu yangu kichwani, nami nalitembea gizani katika njia ya mwanga wake, kama nilivyokuwa katika siku zangu za kukomaa, hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu. Hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu. Ayubu alifunuliwa siri za Mungu. Maisha ya Ayubu unayajua. Ayubu aliishi maisha ya utajiri sana, alikuwa tajiri sana. Ni kwa sababu gani? Mungu alifunua siri zake kwake. Kwa hiyo Mungu, unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, Mungu anaweza kukufunulia siri zake, na hizo siri zitakapofunuliwa kwenye maisha yako, hautakuwa kama ulivyo. Kuna namna lazima utabadilika. Kwa hiyo Mungu alipofunua siri ya Ayubu, maisha ya Ayubu yalibadilika. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unapoona anaposema, unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, Mungu anafunua siri. Kwa hiyo Mungu anaweza kukufunulia siri zake. Haleluya, haleluya, haleluya. Unapofanya pia maombi ya kunena kwa lugha, Mungu anaachilia mafunuo ya kutembea katika mapenzi yake. Manake Mungu atakufunulia namna gani unaweza kutembea katika mapenzi yake. Yamkini unataka kutembea katika mapenzi ya Mungu na umejaribu na kujaribu, lakini nataka nikuambie kwa neno la Mungu, unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, Mungu anaachilia mafunuo ya wewe kutembea katika mapenzi yake. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuangalie jambo la pili katika hii siri namba 4, kwa sababu jambo la kwanza nimekuambia kunena kwa lugha kunafichua siri za Mungu kwenye hiyo na kutufunulia siri zilizofichika ndani ya watu na kushughulika na siri zilizojificha ndani ya watu. Kunena kwa lugha kunafunua siri za Mungu. Nimeshakuonyesha namna gani kunaweza kufunua. Kwa hiyo ukifanya maombi, Mungu anaweza kufunua siri zake, na Mungu anapofunua siri zake, nataka nikwambie, maisha yako yatabadilika kabisa. Tuliona maisha ya Ayubu, Mungu alipomfunulia siri zake, maisha ya Ayubu yalikuwa tofauti na watu wengine. Ayubu alikuwa ni mtu tajiri, Ayubu alikuwa ni mtu mcha Mungu, Ayubu ni mtu aliyetembea na Mungu. Lakini ni kwa sababu gani? Mungu alifunua siri zake kwake. Haleluya. Sasa jambo la pili nataka tuangalie kwenye hiyo pointi ya 4, kushughulika na siri zilizojificha ndani ya watu. Unajua, nataka niseme na wewe kitu ambacho kitakusaidia. Kuna siri zinaweza kaa ziko kwenye familia yenu, kwenye ukoo wa kwenu, na hizo siri huwezi kumwambia mtu, au kuna mambo ambayo yako ndani ya moyo wako huwezi kumwambia mtu. Na kwa sababu huwezi kumwambia mtu pekee ambaye unaweza kumweleza hayo mambo yako ni Mungu. Kwa sababu unaweza ukawaeleza watu mambo yako ukayakuta mtaani, alafu ukakata tamaa ya kuomba na ukaanza kuona kila mtu ni mbaya. Ni kwa sababu wewe unataka kuwashirikisha watu zaidi kuliko kumshirikisha Mungu. Kwa hiyo kuna siri ambazo zinakaa ndani ya moyo wa mtu, unaweza kupeleka hizo siri. Yani unaweza usimwambie mtu, lakini ukafanya maombi ya kunena kwa lugha, Mungu ataziona hizo siri kutoka ndani ya moyo wako. Andiko la msingi ambalo litatuongoza kwenye kipengele hichi cha pili ni kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza, ule mlango wa 14 na mstari ule wa 2. Inasema, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali anasema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini ananena mambo ya siri katika roho yake. Lakini ananena mambo ya siri katika roho yake. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu,
bali husema na Mungu. Kwa hiyo unaponena kwa lugha, lazima ujue jambo hili kwamba hauongei na watu, unaongea na Mungu direct. Na unapoongea na Mungu unamwambia nini? Anasema maana hakuna sikiaye. Hicho unachokinena hakuna mtu atasikia, lakini Biblia inasema lakini ananena mambo ya siri katika roho yake. Maanake kuna vitu vya siri viko ndani ya moyo wako ambavyo unatamani Mungu avifanye. Mungu anaweza kukufanyia. Huwezi kumweleza kila mtu changamoto unazopitia, hali unayopitia, magumu unayopitia, lakini nataka nikwambie mtu pekee au kiumbe pekee ambacho unaweza kukishirikisha mambo yako ni Mungu wa mbinguni. Kwa unaponena kwa lugha, maanake unafunua siri zilizo, unafunua moyo wako, unakuwa wazi mbele za Mungu, na Mungu anaona kila kitu kilichoko ndani ya moyo wako. Kama kuna udhaifu, Mungu anauondoa. Kama kuna changamoto, Mungu anaishughulikia. Kwa hiyo unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, Mungu anafunua siri. Na sio hivyo tu, nataka nikwambie, unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, Mungu anaweza kufunua hata siri zilizofichika kwenye maisha ya watu. Kuna familia moja nilibahatika kukutana nayo. Ile familia, wale mabinti walikuwa hawaolewi, lakini walikuwa ni waombaji wazuri sana. Tulikuwa tunakutana kanisani na walikuwa wananitia moyo sana kwenye habari ya maombi. Yani nikiona namna wanavyoomba nasema yes, wako vizuri hao. Lakini changamoto waliokuwa nayo kubwa, walikuwa hawaolewi. Sasa nikawa namuuliza Mungu, nini kinasababisha hawa watu wasiolewe? Nini kinasababisha hawa watu wasiolewe? Nikaenda mbele za Mungu, nikatumia kitabu kile cha Luka ule mlango wa 12. Biblia inasema mambo yaliyositirika yatafichuliwa au yatawekwa wazi. Nikaenda mbele za Mungu nikamwambia Mungu, nataka unifichulie ni kitu gani kinasababisha hawa mabinti wasiolewe. Nilipofanya maombi ya muda mrefu, Roho Mtakatifu akanifunulia siri iliyokuwa nyumbani kwao. Na siri hiyo aliyoniambia Roho Mtakatifu, aliniambia kwamba kuna agano nyumbani kwao ambalo bila kulitekeleza hilo agano hawataweza kuolewa. Na akaniambia nenda nyumbani kwao, nenda kaongee na wazazi wao, hasa baba yake, na utakaposema na baba yake atakwambia kila kitu. Basi nikaomba, nikamwambia basi nataka nipate nafasi ya kwenda nyumbani kwao. Tukaenda nyumbani kwao. Tulipofika nyumbani kwao, nikapokelewa vizuri kabisa, nikazungumza na nikajitambulisha. Hata baba hakuwa mkorofi, akanipokea. Na baba mwenyewe alidhani kwamba mimi nilikuwa naenda kama kuchumbia, lakini akaniambia, kijana, karibu, sijajua ni jambo gani limekuleta. Nikamwambia mabinti ni rafiki zangu na tumetamani kuja kuwatembelea, lakini kuna jambo moja ambalo Mungu amenisemesha, nikasema nije niongee na wewe. Kwa hiyo tunaweza tukaongea? Akaniambia basi sawa. Tukatoka, tulikuwa tumekaa ndani, tumekaa ndani. Tukatoka tukaenda nje, kuna mti mkubwa ulikuwa hapo nje, tukaenda kukaa hapo kwenye huo mti. Wakaleta viti pale, tukakaa pale. Nikamwambia Roho Mtakatifu ameniambia kuna agano liko kwenye hii familia yako ambalo hili agano halijavunjwa, na hili agano lazima watoto wa kike walitekeleze ili waolewe. Yule baba akaniangalia, akaniambia wewe umejuaje? Mabinti hawajui hiyo siri, ni mimi peke yangu ninaijua, hata mama yao mwenyewe hawajui. Wewe umejuaje? Nikamwambia ni Roho Mtakatifu ameniambia. Basi yule baba akaniambia kama Roho wa Mungu amekwambia ni namna gani tunaweza tukafanya? Nikamwambia ndio. Basi yule baba akaniambia siri ambayo ninataka nikupe ya huku kwetu. Mabinti wa huku kwetu huwa hawaolewagi bila kulala na baba zao. Yaani kama huyo binti anataka kuolewa, lazima alale na baba yake kwanza, baada ya hapo ndipo aolewe. Nilishika mdomo, niliduaa, lakini nikamwambia sasa Roho wa Mungu anaweza kuvunja hilo agano na hawa watoto wakaolewa. Basi Roho Mtakatifu akanipa maarifa ya kufanya. Nikamwambia naomba upige magoti. Akapiga magoti, nikamwekea mikono, nikafanya maombi ya kunena kwa lugha, na huku nikimwambia Roho Mtakatifu kila agano lililosimama ambalo linatakiwa huyu baba alitekeleze kwa ajili ya watoto wake ili ninalivunja na nakata huo mnyororo na hiyo cheni. Nilipofanya maombi, yule baba akalipuka mapepo. Huyo baba yake ambaye ni babu ambaye alishakufa akaanza kuongea ndani yake, akaanza kusema na mavitu ambayo yanatakiwa kufanyika na nini. Tukafanya maombi, tukavunja ile cheni. Ninakwambia baada ya kumaliza kufanya yale maombi,
hazikuisha wiki mbili, wale mabinti vijana walianza kuwafuata. Vijana wakaanza kuwafuata, lakini sio hicho tu. Kuna binti mmoja katika wale akaja akaniambia kuna kitu cha ajabu. Akaniambia hajawahi kupata siku zake, lakini baada ya kutoka pale nyumbani kwao kwenye maombi alianza kupata siku zake, na vijana wakaanza kumsemesha, na kuanzia pale mabinti wote walikuwa 4 kwenye ile familia, wote wameolewa. Sasa hivi wako kwa waume zao na wana watoto. Sasa nataka nikwambie ni kwamba hiyo ni siri ambayo ilikuwa imejificha kwenye familia. Sasa Roho Mtakatifu aliweza kuifunua hiyo siri. Kwa unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, Roho wa Mungu anaweza kufunua siri zilizojificha ndani yako au ndani ya watu. Roho Mtakatifu anaweza kukufunulia hata kitu ambacho kimekukwamisha. Kwa hiyo ukifanya maombi ya kunena kwa lugha, kuna kitu kinafunuliwa ndani yako. Kuna vitu Roho Mtakatifu atavifunua, atakwambia hichi ndicho kilichokukwamisha. Unaweza ukaanza kumuuliza Mungu maswali, kwa nini mimi sifanikiwi? Kwa nini mimi siendelei? Nini kinachonikwamisha hapa? Kama una maswali hayo mengi, nenda mbele za Mungu kwa kunena kwa lugha, na Roho Mtakatifu atakufunulia, ataanza kukwambia kilichokukwamisha hapa, sababu yake ni hii. Kilichokukwamisha hapa, sababu yake ni ile. Kwa hiyo nataka ujue kwamba kunena kwa lugha si kwa kitu cha kawaida, ni jambo ambalo linaweza kubadilisha maisha yako moja kwa moja. Nimalize na ushuhuda huu wa mwisho. Mwaka 2019 mwezi wa 12 nilipata nafasi ya kufanya maombi ya muda mrefu, na nilikuwa napata nafasi ya kufanya maombi ya kunena kwa lugha na kumwambia Mungu, naomba uniambie 2020 itakuwaje na ni nini nifanye. Kwa hiyo wakati nafanya yale maombi tena ya Disemba, wakati nafanya hayo maombi, Roho wa Mungu akanifunulia siri na kuniambia, kuanzia sasa weka akiba. Kila fedha inayokuja kwako usiitumie, itumie kidogo, lakini bana matumizi. Weka akiba, weka akiba. Hilo neno weka akiba likawa linapiga kelele kwenye moyo wangu baada ya kumaliza maombi, na akanipa na mstari wa Biblia. Nikasoma ule mstari, nikauandika kwenye notebook yangu, nikaendelea kuomba, lakini kulikuwa kuna mitiririko ya fedha zilikuwa zinaingia kwangu kwa kipindi hicho cha mwezi wa 12. Nilianza kubana matumizi na kuweza kuweka akiba na kuanza kuweka akiba. Ilipofika Februari 2020 tarehe 18, kama sio Februari ni Machi, kama ni mwezi wa 2 au mwezi wa 3, tukapata tangazo kwamba COVID-19 imeingia wapi? Imeingia Tanzania. Na wakati huo Roho Mtakatifu, nilipokuwa nafanya maombi ya kunena kwa lugha, alinifunulia na kuniambia weka akiba. Kwa hiyo COVID ilipoingia ilinikuta nikiwa kwenye situation ambayo ni nzuri, kwa sababu kipindi hicho mimi nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa nimeajiriwa. Kwa kazini hatukuwa tuendi, mmekaa nyumbani, na kama hamna akiba, watu wengi walinyanyasika sana kipindi cha COVID. Lakini namshukuru Mungu kwa neema yake aliyonifunulia hiyo. Tuliweza kusurvive kwenye kile kipindi. Mungu aliweza kutuvusha kwa sababu ya akiba ambayo Mungu alikuwa ametupa kwa kipindi hicho. Kwa hiyo nataka nikwambie, unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, Mungu anaweza kukufunulia hata mambo yaliyoko mbele yako, mambo yanayokuja kwenye maisha yako. Kwa hiyo kunena kwa lugha si jambo la kawaida, ni jambo ambalo limebeba upako usio wa kawaida kwenye maisha yako. Nataka tupate nafasi ya kwenda mbele za Mungu kufanya maombi ya kunena kwa lugha, ili Mungu aweze kukufunulia siri zake, maisha yako yaweze kubadilika. Lakini nataka tufanye maombi ya kunena kwa lugha. Kama kuna siri yoyote au kama kuna jambo lolote la siri lililoko kwenye maisha yako au lililoko kwenye familia yenu au lililoko kwenye ukoo wa kwenu ambalo limekuwa likiwasumbua kwa muda mrefu, Mungu akalishughulikie. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua, tunakutukuza kwa ajili ya neno lako. Tunalihimidi jina lako na kulitukuza milele yote, kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa upendo wako, baraka zako na neema yako na kibali chako. Tunalihimidi jina lako na kulitukuza milele yote, kwa sababu wewe ni Bwana. Tunajiachilia mbele zako tukiomba uturehemu, tusamehe na kututakasa kabisa kwa damu ya Yesu. Tunaiachilia damu ya Yesu ikatutakase, tunaiachilia damu ya Yesu ikatusafishe, tunaachilia damu ya Yesu ikatuoshe. Tunapeleka damu ya Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho ikanitakase mimi na msikilizaji anayenisikiliza na kunifuatilia mahali. Tunajitakasa na kujisafisha kwa damu yako takatifu. Tunaomba popote pale tulipokukosea kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda, Bwana uturehemu, Bwana utusamehe, na Bwana ututakase kwa damu yako takatifu, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo.
Mungu Mwenyezi, tunajisogeza tena mbele zako sasa, tukiachilia damu ya Yesu, tukiomba Roho wa Mungu, wewe unajua kuchunguza hata siri za Mungu. Tunaomba utufunulie yatupasaye kutenda kwa mwaka wa 2026 katika jina la Yesu. Mwaka 2025 kwa hiyo muda mchache uliobakia, na mwaka 2026 unaokuja, Roho Mtakatifu tufunulie mahali tufunulie siri zilizojificha ndani ya huo mwaka wa 2026. Tufunulie siri zilizojificha kwenye moyo wako ambao unataka tuzitekeleze. Tufunulie siri ambazo zitabadilisha maisha yetu katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Rama santo farabagadazola bahanto babadia nderebosia rapa korobosiki ya santa babakanda rabokiba rabagadaza masata kapayanda rabakoroboseta farabagadazo barabagadea resete de zoko mayanda karabashento brazenda babadia maseta bakadabadoza babadoza rapa korobosiki ya shanda rabakiki barabagadaza resete papa parabosanta bababadia masata papa paraseta babababazaya mandereboseta parabadazo babadia nderebosia rapikiria sanda rabakorobo santa babakanda rabosia masata kapayanda rabakorobo santa babadia nderebosia refisanto babadia nderebokiba rabagadazo babadia mesata kapayanda ndereboseta farabagadaza rapiki babashoko mariazaya babadia nderebosia maseta kabayanda nderebosaita babababazaya rapa papa seta ferbadazo fermalia frisatia rapiki santo babadia ndereboseta bobobobozea rakikikiria sonta babadia nderebokorobo kosira rapa korobo santa babababahanda rabosia korobo santa babayanda rabosikiri yasira koria sanda rabakiki barabagadaza ropo popo korobo sikiri yasanda rika parasenda rabakiki boboboshiki barabazaya mesete bebebebeshiki bahanda rabosia rasete kebazoko mayanda rabakorobosia rapa papa skababababoshka yesala babababahanto brozenda rapikiri yasanda rabakorobo kosikiri yasira rapikiria sanda rabakorobo santa babadia nderebosia masata kapayanda rabakorobo santo babadia karaba santa bababababaoza resete de zoko mayanda kibaba shoku markabeda markapia rekesato rapesete pepesku paparasota mesata kayanda rabakorobo santa bababababoshka mesata kapayanda rabakorobo santa bababababaza rekesanto babadia nderebo santa babakanda rabokibara bagadaza. Roho Mtakatifu, funua hizo siri, funua tufunulie siri zilizoko kwenye moyo wako, ambao tutatembea na hizo siri kwa mwaka 2026 na maisha yetu yakabadilike kabisa. Tunatamani kutembea kwenye viwango vingine, tunatamani kutembea ndani ya mapenzi yako. Ramaseta bababaoza mahande resete bazoko bayanda rabakorobo santa bababaoza rapikiria santa babakanda rabokiba rabagadaza resete de zoko mayanda rabakiba bababashoko maitaria refisanto babadia nderebokorobo sanda rabakiba rabagadaza rapakoroseta paraseta papa soshe perazea refesanto bababaoza mahande rebosaika maseta kayanda rabakorobo santa babakanda rabosia rapikiria sanda rabakorobo siki barabagadaza maseta kabayanda rabakorobo santa babakanda rabosia rapikiria santa babakanda rabokiba rabagadaza mesete ferbedezo reki papasko paraseta farabagadaza yes rabuska babababazaya masata kapayande rebosika farabagadoza rapikiria santa babakanda rabokiba rabagadaza resata kapayande rebo santa babababaoza mosata kapayanda rabakorobo santa babakanda rabosia rapikiria sanda rabakorobo santa babakanda rabosia rika santa babakanda rabakorobo santa babakanda rabosia rapikiria sanda rabakorobo sikiria sanda rabosia rika santa babakanda rabakorobo santa babakanda rabokiba rabagadaza masata kapayanda rabakorobo seta babababazaya resete de zoko moyonda kisokazi yaka bababaoza merikafeta merikapia rasete rebo seta babababoska meska paparasenta barabagada barabahanda rabosia ropo popo korobo santa bababaoza mesete ke yanderebo santa bababahanto brozenda masete ke bayanderebo korobo siki barabagadaza rapikiria santo babakanda raboki barabagadaza mesete payanda parasota rasete ke rebo siki babababa
oza resata rabosete baba hanto broze rekesata poro santa baba handa brozenda maseta kapayande rebo santa baba zaya rapakorosete ferbadazo rekekekerebos baba handa rabosia riki sata kapos kapayanda parasera ferbagandazia maskabedazo bisiribahanto mesete ferbedezo ropo krosanta babadia resata baba zaya babadia ndebosia rapikiria santa baba kanda rabokibara bagadaza resata kazoko yanda rabakorobo santa baba kanda rabosia rapikiria santa baba kanda rabokibara bagadaza mazuka bayanda kasariaza refirisato mesete peyezo babadia ndebosia rapiki santo baba zaya masata kapayanda katabayanda katadabayanda kasiri baba oshenta frebeledoza roa uzima roa milele. Sasa ninakusika katika jina la Yesu Kristo, mfunulie huyo mama hiyo siri ambaye inasababisha ndoa yake inapita kwenye changamoto ngumu ya kila mara. Rapa korobo santa baba kanda rabosia, fichue hicho ambacho kinasababisha hiyo ndoa inaingia kwenye changamoto. Rapi kiria santa baba kanda rabosia, rapi papipa paparaseta farabagadaza repeso te parapera perasota feremaga dazo refreseta baba hanto brozenda babadia masete ke baba oza kasharabadazo kiribadazia meskabeda meskabidiaza rapa korosenta baba kanda rabakorobosia rika sata kayanda rabakorobo santo farabagadaza masete ke baba shoko markabeda marsalia rapi santo baba kanda rabakorobo senta baba zaya masata kayanda kasarabadezo markapia verlosa Yesu tabababababa sheta parazola feremagadezo mindri ya santo babadiande rebokorobo santo babakanda rabosia maseteke para santo babakanda rabokorobosia rapa korobo santa babakanda rabokiba rabagadaza masata kayanda kasata mama oza. Roho Mtakatifu ninakusikia uweza na kwa nguvu zako sasa mfunulie huyo baba siri ambaye inasababisha napita kwenye changamoto ngumu ya kimaisha. Rapapisa rababahanto brozenda resete de zoko mayanda rabakorobo santa babakanda rabosia rapikiria santa babakanda rabokiba rabagadaza mesete ferabagadazo babadiande rabokorobo siki babaoza mesata kayanda rabakorobo santa babakanda rabokorobosia rapikiria santa babakanda rabokiba rabagadaza ndisata kapayanda rabakorobo santa babaoza rapiki santo babaoza mahanda mesete kayanda rabakorobo santa babakanda rabosia rapikiria santa babakanda rabokiba rabagadaza mesete ferebadazo reki papasora perasota papapaoza. Roho Mtakatifu ninakusikia nguvu zako na upako wako sasa, achilia nguvu zako e Bwana, funua kila siri zilizofichika kwenye maisha ya watoto wako zinazosababisha wanapita hali ngumu za kimaisha. Kila siri iliyojificha ukaifunue na kuiweka wazi Bwana. Rapa koroseta paramasanto baba zaya mesete ferebadazo farmalia firisapete dazo rapi kiria santa babakanda rabakorobosia resete de zoko mayanda rabakorobo santa babakanda rabosia rapa korobo santa babakanda rabokiba rabagadaza masata kayanda rabakorobo santa babakanda rabosia ropo skaporos karabasanta rafi santo babadiande rebosete babobozaya resete de zoko mayanda rabakorobo santa babakanda rabosia rapi kiria santa rabakorobo sikiria santa babadiande rebosia masata kapayanda kizota baba hanta brozenda resete de zoko mayanda kisarabadezo kimarianda rapikiria santo babakanda rabakorobosia resete de zoko mayanda rabakorobo santa babadia masata kapayanda rabakorobosanda rabakibababaoza refe santo babadia nderebosiki barabagadaza rapikiria sanda rabakorobo santa babakanda rabosia rapakoseta farabagadazo barabagadaza masata kapayanda rabakorobo santa babakanda rabakorobosia repeke santo farabadazo fermalia firkapedazo yesata kaprazonda babadiande rabokorobosia rapikiria santa babakanda rabokiba rabagadaza masata kapeazo babadiande rabosia. Roho Mtakatifu ninakusika katika jina la Yesu, funua kila siri iliyofichika, iwe ni kwa ndoto, iwe ni kwa maono, iwe ni kwa kusema naye ndani ya moyo wake. Rapa korositi para santo babadiande rabosia masata kayanda rabakorobo santa babazaya masata kayanda rabakorobo siki barabagadaza rapikiria sanda rabakorobo santa babakanda
babakanda rabosia. Rika santa babakanda rabakorobo santa babakanda rabosia. Rapikiria sinda rabakorobo santa ferebadazo. Rapikiria sinta farabandana rabakorobosia. Rapikiria sinta bababababazaya. Reke sata payanda parasota ferebadazo. Rapikiria sonta babadiande reboseta babababaoza. Mokopozo mariposia. Rapia zozo Masiato makarabashento frebadalo rasito paraseta papa parasota mayanda kibabashoku makasia yesete bazoya mama maoza katadaba yanda rabosenta baba zaya rapikiria santa baba kanda rabokorobosenta baba kanda rabosia rafe santo baba diande reboseta baba oza yesataka kakarabosika maseta farabadazo rapa korosanta baba kanda rabokorobosiki barabagadaza maseta kapayanda rabakorobosanta baba kanda rabosia. Roho Mtakatifu na kusikwa uweza na nguvu zako, fichua siri zilizoko kwenye hiyo familia ambazo zimefichika na zimefunga maisha ya watu wasiweze kuendelea. Rika sata kapayanda rabakorobosia, siri zinazoficha watu wasiweze kuona kuolewa, siri zinazosababisha watu wasifanikiwe kiuchumi, siri zinazosababisha ndoa kwenye hiyo familia zisidumu. Rapa korosanta babakanda rabokiba rabazia, siri zinazosababisha kutokea miscarriage kwenye familia, kila mtoto wa kwanza wa kiume anakufa. Rika sata kayanda rabakorobo santa babakanda rabosia, raseta kazoya babahanda rabosia, masata kayanda rabakorobo santa babakanda rabosia, rapa korobo santa babakanda rabokiba rabagadaza, refe santo babadiande rabosiki barabagadaza, rapikiria santa babakanda rabokima zoko kishariazi, yesata kavezoya vezoya makekekekekekeribo santa babahanda rabosia, rapikiria santa babakanda rabokere basea, resete de zoko babayanda rabakorobo santa babadia, makata da zoko yanda rabakorobo santa babakanda rabosia, rapikiria sanda rabakorobo seta farabagadaza, mekekekekeri bashanto babakanda rabakorobo sia, marakasata kayanda rabakorobo santa bababababazaya. Naona mwanamke mmoja kwenye ulimwengu wa roho na muonyesho mjamzito na yuko kwenye nyumba ya kupanga, na hiyo nyumba amepata miscarriage mbili. Roho Mtakatifu ananiambia hiyo ardhi ulioko ina shida, kwa hiyo ondoka kwenye hiyo ardhi na utapata mtoto wa kike. Rekesa tapayanda rabakorobo santa babakanda rabosia. Naona ukiwa umepakata mtoto wa kike, lakini naona kuna roho ya miscarriage inakufuatilia kwenye ulimwengu wa roho. Nami nasimama kwa mamlaka ya jina la Yesu, napiga hiyo roho ya mauti na miscarriage na kuingoa. Rapa korobo santa babakanda rabakorobosia. Hiyo nyumba unaishi kuna madhabahu imejengwa hapo, inakula watoto wa kiume. Reke santa babakanda, na inakula miscarriage pia, inakula mimba. Kila mimba unaipata inatoka. Nataka nikwambie kwa neno la Bwana, Roho Mungu amesema ondoka kwenye mazingira. Hiyo madhabahu iliyoko hapo ni mbaya. Hii ni mbaya, haiendani na ulichobeba. Reke pasota farebagadazo babadia nderebosia, masata kapapa parasota babababazaya, mazuka bayanda rabakorobo santa babakanda rabosia, rika pasata payanda rabakorobo santa babakanda rabosia, rapikiria sanda rabakokorobo kosira, rika kakakarabasanda rabakorobo santa babakanda rabosia, masata kapayanda rabakorobo santa babababazaya, mazuka bayanda rabakorobo santa babakanda rabosia. Mungu ananionyesha mwanamke mmoja ambaye amesuka rasta na amevaa nguo nyekundu, anapenda kuvaa nguo nyekundu huyo mwanamke. Mungu ananiambia mume wako ana roho ya ulevi, na hiyo roho ya ulevi alikuwa hana. Kuna dawa aliyekewa huko kwenye mabaa na kuendaga kunywa pombe. Reke santa babakanda rabakorobo siki barabagadaza, masata kafarabadazo farimalia firisatia, rika sata kayanda rabakorobo santa babababazaya, mazuka bayanda rabakorobo seta farabagadaza, rapikiria sanda rabakorobo siki barabagadaza, masete ferebadazo marikapia mirisatia, rika sata kapayanda rabakorobo santa babababazaya, rapa korobo santa babakanda rabakorobo sia, masata kapayanda rabakorobo santa babababahanda rabosia, rika sata payanda rabakorobo santa babakanda rabosia, rapikiria sinda rabakorobo santa babakanda rabosia, masata kapayanda rabakorobo santa babababazaya, mazaka payenda vezora. Ninamuona kijana mmoja ambaye ameoa na anapita hali ngumu sana ya kiuchumi. Mungu ananiambia mligombana na mke wako na akatamka maneno magumu juu
uchumi wako. Kwa hiyo nenda katengeneze na mke wako. Resete papazoya maseta farabagadazo marikapedazo rekesata kapayande veveverezora razoto komesata baba hanto brezenda mazaya babadiande rebosanta babakanda rabokorobosia rapa korositi para magadezo firimagadazia rapiki santo babadiande rebokorobosenta babadia makate de zoko mayanda kisatiazo kishari kapeda yezoko bayanda rabakorobosanta babakanda rabosia rapa korobosikiri sanda rabakorobosanta babadia. Ninaona kuna binti mmoja mkubwa wa kike ana miaka kuanzia kama 25 mpaka 35 hapo katikati. Ana tatizo la kuumwa kichwa mara kwa mara na aliwahi kuona amenyolewa nywele. Maana yake kuna kitu kilifanyika kwenye ulimwengu wa roho kinachosababisha wewe endelee kuumwa kichwa. Kuna nguvu za giza zilitumika kwa kupitia nywele zako. Kanda rabosiki paparaseta paramangata rasatatatata rabosika babababazaya masata kama yanda rabakorobo santa babakanda rabosia raprokosenta babakanda rabokiba rabagadaza resete de zoko momomomozaya masata kapayanda rebosita barabagadaza rapikiria sanda rabakorobo santa babakanda rabosia rekesata kapayande firebadazo firmalia masete kepayanda rabakorobo santa babakanda rabosia rapikiria santa babakanda rabokiba rabagadaza masata kapayanda rabakorobo santa babadia makata da zoko mayanda rabakorobosia refe santo babadia nderebokiki bababashoko markapia mesku pere sota babababazaya ya sata kapayanda katada bazoya babababazaya rapikiria santa babakanda rabakorobosiki sira maseta ferebadazo fermalia firikapia maseta pedabeda resete de zoko bahanda masete fermalanda kisota kibashiata mazuka bayanda rabakorobo santa babababazaya rapa korobo santa babakanda rabakorobosiki sira rika sata payanda rabakorobo santa babakanda rabosia makata da zoko babayanda rabakiba rabagadazo firimalia yasata kapayanda rabakorobo santa babababakanda rabosia rezo prokozanda babadiande rabosiki marabagadaza rika papasota parasota papamahando mesete ferebedezo rika kakakarabasanta babakanda rabakorobosia yesata rabasanta babakanda rabosia masata ferebadazo makwapa zoko babababazaya rika kakarabo santa babababazaya masata kapayanda rabakorobo santa babakanda rabosia rapigiria sonto babakanda rabokiba rabagadaza masata kayanda rabakorobo santa babakanda rabakorobosia rezo prokozanda babadiande rabosiki barabagadaza rezo prokozanda babadiande rabosiki marabakanda riboseka rezo prokozanda babadiande rabosiki diasira rezo prokozanda babadiande rabosiki babababazaya katada zoko mayanda rabakiba babashoko maitasia katada bazoko mamayanda kiriba shoko vorozosa refleso maskabeda katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, nakushukuru sasa kwa nguvu zako na upako wako ambao umewachilia kwa ajili ya maisha ya watoto wako. Kila mmoja Bwana, achilia nguvu zako ndani yake. Endelea kumimina moto wa kunena kwa lugha ndani yao. Rapa kosanto babayanda rabakorobo kosira rika kakakaraba santa babayanda rabakiba babashoko marikapia refreseto babayando kizota babadiande rebosia mesete payanda kizota babababakanda rabosia rapa korositi para santo para magadaza mekekekekekeribo shanta babakanda rabosia mekekekekekeribo seta fere bagadaza mekekekekekeribo sete bebebebezoya rapa korobo santa babakanda rabokiba rabagadaza yasata kayanda rabakorobo santo babakanda rabosia masata kayanda rabakorobo sika rabroze rekipapasko frisanto babadiande rebosia katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa utukufu, Baba milele, mfalme wa falme, Mungu tunakurudishia sifa na heshima na utukufu na uweza na shukrani na mamlaka zina wewe Mungu. Nami natangaza katika jina la Yesu, kila kilichofichika Mungu akakifichue, kila kitu kikae wazi kwako sasa. Mungu akafichue siri zake kwako. Mungu akafichue mambo yaliyojificha kwenye maisha yako ambaye anakuwa ni kikwazo cha kukuzuia usiendelee mbele, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Makatada zoko veresola fermagadeza
Rapa korosanta babakanda rabokiba rabagadaza masete pepere sola fere magadezo marikapia mesuta bayanda kizoria ferkadazo marikape paridoska, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Mungu, asante kwa sababu ya neema yako na kibali chako. Nami nasimama tena kwa mamlaka ya jina la Yesu nikiachilia upako wa maombi katika jina la Yesu. Ile roho ya neema na kuomba Bwana imiminike kwa kila mmoja anayesikiliza na kutufuatilia katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo, na nguvu za Mungu zikawafunike wale wote watakaofuatilia ujumbe huu katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Mungu, asante kwa sababu ya utukufu wako na uweza wako, na shukrani na mamlaka na sifa zina wewe Bwana wetu. Tunarudisha sifa kwako, tunarudisha utukufu kwako, hatuchukui hata chembe ya utukufu wako Bwana, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na Mungu Mwenyezi, nasimama mbele zako nikikushukuru kwa sababu umenisaidia tangu mwanzo wa kipindi mpaka hapa nilipofika. Hakika Bwana wewe ni Ebeneza, hakika Mungu wewe ni Mungu wa miungu. Pokea sifa Bwana wetu, pokea heshima Bwana wetu, pokea utukufu Bwana wetu, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu ambaye ametusaidia. Tumefika mwisho wa kipindi chetu. Kwa ushauri, kwa maombi, unaweza kuwasiliana nasi kwa ajili ya namba hizo unazoziona hapo kwenye skrini, lakini nikusihi kwamba usiache kulike na kusubscribe ujumbe huu na kushare pia, ili uweze kuwafikia watu wengi waweze kupata nafasi ya kuweza kuomba. Usiwe mchoyo. Hichi ambacho Mungu amekufunulia wewe, ninataka ushare na watu wengine. Kila mmoja hakikisha unashare na watu 10 hadi 20. Share kwenye magrupu mbalimbali ili watu waendelee kufuatilia chaneli hii. Ninaamini kuna mambo mazuri ambayo Mungu amenipa kwa ajili yako na kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tutaonana tena kwa wakati mwingine. Asante sana, ubarikiwe na Bwana na siku yako iwe njema. Amen.